kutoka mkoa ndio hivyo hivyo. Akija pale Manyewe mpaka leo mimi ananiita naibu imam. Maana imam ni yeye. Hapo anasema mwaka jana hapa ameinjikwa hapa kuchemkwa. Leo utakuwa utoki pale. Jamani, wallahi ni jambo la kushukuriwa sana. Kwanza tumshukuru Sheikh Muharram Mziwanda kwa bahati hii aliyompa Mungu ya kukusanya umma huu kwa ajili ya kheri hii ambayo kwa huku ila Temeke sidhani kama yatatokea maulidi makubwa kama haya kwa huku. Sidhani tena. Siamini yani. Mungu anafanya anachotaka lakini siamini. Kwa hivi maulidi tunasoma sisi huko na nini? Tumeshapita. Kwa sababu hapa ni kwa taarifa nilizonazo. Ngamia 7, ng'ombe 7. Na mimi nimepata dola 100. Maulidi gani huko tuchoro nimepata dola 100? Walillahi alhamdu, yani ashukuru sana Mwenyezi Mungu. Ngamia 7, ng'ombe 7, dola 100. Ukiacha na hizo pewa nani? Na kuku 300. Okay. Sio. Ni jambo la kushughuliwa, lakini mimi nilivyoona kutokana na mada zilizoshughulikiwa hapa, hasa hii hapa ya Uislamu na mwanamke, hii ni changamoto kwetu sisi viongozi wa dini ya Kiislamu, kwamba dini yetu imekuja kumkomboa mwanamke, lakini kwa sasa hatujaeleza ipasavyo namna gani dini ya Kiislamu imemkomboa mwanamke na imempa haki zake anavyostahili. Matokeo yake pale tukifanya uvivu wa kujieleza, wanatokea wengine wao ndio wanatangaza wanampa haki mwanamke. Lakini mmeona maklipu yaliyotoka hapa nyuma, wakati huu mwanamke anamkashifu mama Jamhuri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo, kwa maana kama kuna tatizo sasa, wanawake kwa wanawake hawapendani. Halafu ni maneno ambayo sidhani kwamba yule anayemtukana mama huyu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ile, kuwa mtoto yule kapatikana katika ndoa, amesiamini. Allahu Akbar. Yaani haiwezekani. Lazima tukenda kupima DNA na huyo baba yake anasibishwa naye, itakuwa ni kitu tofauti baina al-mashriq wal maghrib. Haiwezekani. Ile lugha ya mtu wa sasa. Speech anaelekeza kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa nchi, mwanamke, lakini mwanamke mwenziwe, kama sio mama yake yule, lakini at least mwanamke mwenziwe. Ilibidi astahi, aone vibaya, lakini ndio haya yanaendelea. Kwa maana hiyo iko haja ya kupania upya, tuelezee Uislamu vizuri kuhusu haki zao zilizoko kwenye Uislamu na haki hizo ambazo zinadaiwa muzayyaf. Dr. Sheikh Aweso kipindi kifupi nilichosimama hapa, wallahi mimi amenisisimua kweli. Uelezaji huu ndio unaotakiwa tueleze.
Na ndio maana napongeza kwanza hii hadhara hii kwa kusanya wanazuoni hao wakazungumzia hili, kwa sababu wenyewe kina mama wanadhania kwamba kuna sehemu fulani huko watapata haki zao. Hasa wakati haki zao kwa uhakika watazipata katika Uislamu, kwa sababu Uislamu ndio ambao haukuwatofautisha. Wakati sisi watoto wao wanawake tunapewa majukumu, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tumetenganishwa pale, huyu ihsani umfanyie nani? Bali ihsani yenyewe alikuja kuifasiri Bwana Mtume, imezidi kwa mama. Ummuka thumma ummuka, alafu tena ndio huyo mama. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Wote kwa usawa, sio kwamba labda hii fala taqul uff kwa dume huyu msemee unamtaka, amna. La umma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wote hao wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma. Wote sisi wanamume lazima kwa amri ya Mwenyezi Mungu tuteremshe ubawa wa dhulmi, wa unyenyekevu. Tunamnyenyekea nani? Mama. Mwanamke sio mwanamke. Mwanamke tumnyenyekee kama tunamnyenyekea baba. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Na Mungu wallahi, hii ndio dikka ya Qur'an. Kama rabbayani, sio kama walivyonizaa nilivyokuwa, warehemu kama walivyonilea. Na mlezi hasa wa uhakika katika marhala hii ni mama. Kipindi ambacho kama mama atafanya mchezo utabemendwa na itajulikana huyu amebemendwa, itajulikana tu, kwa sababu utapiamlo si utapiamlo, jicho limezidi, tumbo hilo vikuvimba. Amna. Mama akifanya uzembe wakati wewe uko kichanga, akafanya ovyo na akamridhisha huyu mzee huyu, maanake mwingine ikitoto kichanga hiki chacharuka jamaa, anataka huyu bwana, wewe kitoto chetu. Sasa mama akizubaa anabemendwa. Mbemendaji ni nani? Baba. Lakini mama katika kutulea ametulea kwa hali ngumu, kastahamili mengi yasiyosemwa, maana mtu mwingine havisemwi ndani. Ghasia zinazofanywa na baadhi ya kina baba huko ndani katika kudai jambo kunini nini, haki kitoto hapa bado sio kitoto kidogo dogo cha bora, unataka hiyo utapiga mtege mtoto wenyewe watu wengine. Mungu kasema wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani, lakini mlezi hasa ni mama. Ndiye kwa sisi humu tuna utamaduni wetu kitovu hiki,
asipokitunza mama kikaangukia hapo chini, jongoo apande mtungi, ndo matokeo. Pia mvua nani mama ndo analinda hichi kitongo huyu jamaa. Alafu mama hivi naambia mwanamume kapata uchungu gani wakati wa kumzaa huyu aliyomzaa mwanamume? Kaenjoy alafu ndo tumezaliwa, au sio? Lakini mama usubutu kaenjoy, lakini shehe kajifungua kwa operation. Operation hii anafanywa dume. Kina mama wajifungua na operation anafanywa na dume. Operation mama, kila kitu mama. Ndio maana Mtume akasema ummuka thumma ummuka, alafu tendo hilo jambazi. Kwa hiyo jamani, nimepewa dakika 7 na muda zimeshakwisha, lakini sisitizo langu kwanza kabisa, sisi walimu tupanie kueleza Uislamu na haki za, na nampongeza bwana kuweka hii anwani hii na siku ya leo, ili alhamdulillah na vyombo vya habari ikiwemo ZBC2 imeshafikisha, vyombo vya habari vishafikisha, ayo ishafikisha, na nani kishafikisha, nani yule mtoro nini kishafikisha, alhamdulillah. Maana kimeambiwa live yani mubashara. Mungu akulipeni ninyi watu wa vyombo vya habari na hii ZBC2, Mungu wema usio nini, wema unaendelea, wallahi unaendelea. Na rafiki yangu Mponda yuko wapi? Nani, Mungu amzidishie rabbil, yuko hapa na Mahbub ndani, nimemuona nani wote Mponda wangu katika mtu mnampenda kama huyo hakuna, na inshallah kiyama nikichaguliwa kuingia peponi siingii mpaka na yule. Allah naambia Mungu kabisa peponi kabisa yule. Pamoja alikuja Osman Khamis mwanangu, naingia nao peponi. Sheikh mkoa subiri kwanza. Msikiti wangu subiri kwanza, hata kuja kuingia dakika 20 za mwisho. Kuna watu lazima uingie nao mapema peponi, wallahi. Kuna watu lazima uingie nao mapema peponi. Kwa mfano Ramadhani Karim, wa kumwacha huyo Ramadhani Karim, hebu simama Ramadhani Karim, mtu yule utamwacha? Mimi nikipata nafasi kuingia, Mungu ananiambia Mungu bila wewe usimtendi, bila wewe usendi, bila hizbini sendi, bila bigi mayai sendi. Ndo kabisa kabisa, huyu ndo kabisa huyu. Mzee wangu wengine kwa kuwa pepo sikujengamie, sote hapa tuingie peponi. Rafiki zangu wote ni nani, Masudi au Masudi ana twende tunafikiana nani hawa nani mapacha, twende peponi. Kwa sababu nini? Ile pepo kama nitaingia mimi tuna mwanangu ulega hivi itakuwa pepo mji una watu peponi, mji hata mji usiokuwa na watu utapendeza. Huru ain hivyo uweze kuingia kama watu wa hakuna kaholi na dansi yetu na mpenzi wake wanacheza wanaoenjoy, hamna. Kuna watu wengine wewe, kuna wengine pembeni ndio nani shughuli watu na kule kuna shughuli kule, fi shughuli fakihu. Na Mungu mwenyewe akasema inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara
urban atraban li ashabi al-yamin. Ashabu al-yamin kama mliohudhuria katika hadhara ya Mtume atakuwa nani? Sote insha Allah Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuingie peponi, hata ikiwa amali zetu ndio hivi wasiwasi, lakini tutaingia peponi sote, abaki mtu habaki mtu. Na yule ambaye bado Mungu hajampa sababu ya kuingilia peponi, Mwenyezi Mungu amjalie apate hiyo sababu, aingie peponi. Nimekuelewa kamkwe, kuwa maiki yako, shughuli imekwisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.